Tangu wafiwa wote, huyo ndugu yetu ambaye leo amelala hapa, kama ambavyo amezungumziwa na watu wengi, mimi pengine nimzungumzie sasa kama kiongozi wake mkuu. Marehemu alikuwa ni mchapakazi hodari. Marehemu alikuwa ni mtu anayejituma katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Sasa ni nini kilitokea siku ya tarehe 10? Marehemu akiwa kazini kama ambavyo alikuwa kazini askari wengine, siku ya tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2026, ilikuwa ni majira ya saa 2 katikati ya jiji la Mwanza kwenye mzunguko wa Mwanza Hotel, akiwa pembeni anasubiri kupitisha magari, kuzuia magari, kwa sababu wakati huo tulikuwa tunapitisha magari ambayo yalikuwa yanapeleka mahabusu kutoka gereza la Butimba kuelekea kwenye mahakama zetu. Kwa hiyo alikuwa amewahi pale kwa ajili ya kutekeleza jukumu lake hilo la msingi. Akiwa katika sare ya jeshi la polisi akitekeleza majukumu yake, ndipo hiyo gari ambayo ni haisi iliyokuwa imebeba abiria ikielekea uelekeo wa CCM makao makuu, gari hiyo iliacha njia na kuparamia gema lililokuwa pembeni, kwa sababu yeye alikuwa amesimama pembeni mwa barabara akitekeleza jukumu lake. Gari hilo liliweza kumgonga. Sambamba na yeye, gari hilo liligonga mtu mwingine ambaye alikuwa anatembea kwa mguu karibu kabisa na marehemu alipokuwa amesimama. Waliweza kupata huduma ya kwanza kwa sababu askari wetu walikuwa wengi maeneo hayo. Wote kwa pamoja wakakimbizwa katika hospitali ya Sekoture. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu waombolezaji wote, jeshi la polisi tunawashukuru sana madaktari wa Sekoture ambao kwa kiasi kikubwa walijitahidi kuokoa maisha yao wale majeruhi wote wawili. Baadaye marehemu hali yake ilionekana sio nzuri sana, ndipo madaktari wakaamua sasa wamhamishie katika hospitali ya Bugando kwa sababu yeye aliumia zaidi kichwani. Madaktari wa Bugando wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Timu ya madaktari bingwa wakishirikiana na familia walifanya kazi kwa karibu kuokoa maisha ya askari wetu. Katika jitihada hizo, sisi jeshi la polisi ilibidi tuwasiliane pia na makao makuu ya jeshi ili kuona, baada ya kushauriana na madaktari, kama kuna uwezekano ikibidi ahamishwe apelekwe kwenye hospitali kubwa pengine zaidi ya hili. Lakini kwa hali yake ilivyokuwa, madaktari walishauri kwamba kwa hali ile asingeweza kwenda popote. Kwa hiyo waliendelea kupambania uhai wake hadi siku ya Ijumaa majira ya saa 8:30 mchana, ndipo jitihada za binadamu zilishindikana na hatimaye marehemu mpendwa wetu akawa amepoteza maisha. Jeshi la polisi tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa madaktari wa Sekoture, kwa madaktari wa Bugando ambao walifanya jitihada kubwa wakijitahidi kunusuru
maisha yake. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu waombolezaji wote. Baada ya tukio hili kutokea, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na ndugu wa karibu na majirani, hususan wa eneo hili na wadau wetu mbalimbali ambao tunashiriki kufanya kazi pamoja, tumeweza kushughulika na msiba huu tangu mwanzo mpaka sasa, ambapo rambirambi zetu ni kama ifuatavyo. Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania ametoa rambirambi shilingi milioni 2, lakini pia na sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tumetoa cash shilingi milioni 4,205,000, huku tukiwa tumeshiriki kwenye gharama za msiba katika mambo mbalimbali kiasi cha shilingi milioni 3,700,060. Fedha hizi nilizotaja zitakabidhiwa kwa utaratibu wetu ambao tumejiwekea siku ya leo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukio hili lilimkuta mwenzetu akiwa kazini. Linatufundisha nini sisi askari wakaguzi na maafisa wa Jeshi la Polisi? Tumepata fundisho gani kwenye hili? Fundisho tulilolipata ni kwamba kesho haina mtu, hakuna anayejua kesho. Mipango yetu yote inaweza badilishwa na hali tusiyoitarajia. Marehemu alitoka nyumbani kwake akiwa amekwenda kutekeleza majukumu yake. Alikuwa na mipango yake, ikabadilishwa tu ndani ya sekunde pale Mwanza Hotel. Jambo la pili tunalojifunza ni kuwa sisi kama wapiganaji, muda hausubiri, muda haumsubiri mtu yoyote. Tunaowapenda, nitarudia, muda haumsubiri mtu yoyote. Watu tunaowapenda wanaweza wakatoweka ghafla. Huyu askari wetu kama ulivyoona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kijana mdogo ambaye tulitarajia alitumikie jeshi kwa muda mrefu zaidi, tulimpenda, lakini ametoweka tu ghafla. Hii inatufundisha nini sasa sisi askari na uniform zetu? Itufundishe kwamba kwenye maisha tujifunze kusamehe haraka bila kuchelewa, kwa sababu hatujui siku wala saa. Tujifunze pia kutumia muda tukiwa na pamoja na watu ambao wanatujali, na tusichelewe, kwa sababu hakuna ambaye ana uhakika na kesho. La tatu, tukio hili linatufundisha tunapotekeleza majukumu yetu tuzingatie usalama wetu kwanza, usalama wetu kwanza, ili tuweze kutoa huduma vizuri